Azam kwa Yanga ni last born wa kishua mwenye ujasiri wa yatima. Azam kwa Yanga ni last born wa kishua mwenye ujasiri wa yatima. Kwa maana hakujawahi kuwa na mechi nyepesi Yanga Africans dhidi ya Azam. Hakujawahi kuwa na mechi nyepesi Azam dhidi ya Yanga Africans. Imekuwa ni mechi ngumu yenye historia ya ushindani. Katika mazingira yoyote wanayokutana kumekuwa na ushindani hasa, na imekuwa ni mechi inayokuwa na magoli mengi, lakini wakati mwingine mechi yenye ugumu sana. Nasema hivyo kwa sababu Azam hata awe katika wepesi gani hajawahi kutoa mechi nyepesi kwa Yanga Africans. Yanga hata awe katika ubora gani hajawahi kupata mechi nyepesi kwa Azam. Ndio maana nikasema ni last born wa kishua mwenye ujasiri wa yatima wanapokutana kwenye game kama hiyo. Lakini kwa sasa ipo tofauti. Yanga Africans ndio timu inaongoza ligi. Imefunga magoli machache sana. Imefunga magoli mengi kuliko timu yoyote. Wamefunga magoli mawili hawa. Wana magoli zaidi ya 30. Azam ni moja ya timu ambayo imekuwa na ups and down. Wanaruhusu mabao, wanafunga mabao. Hawana muendelezo wa ubora wa mechi kwa mechi. Kwenye mechi hii wanakuwa na nidhamu ya pekee. Wanakuwa na ultimate composure. Lakini zaidi naitazama hii mechi katika sura nyingine sana, sababu hii mechi ni mechi ya maamuzi kwa Azam, kwa maana kujihakikishia namna gani wanaweza kukusanya alama waendelee kubaki kwenye top 4, lakini mechi ya maamuzi kwa Yanga kuendelea na mbio zao nzuri za ubingwa ili waendelee kutengeneza gap kubwa kama hawatapoteza hii mechi au wakapata sare. Lakini nini ambacho nakitazama kwenye mechi? Mechi hii ina sura tofauti kwenye eneo moja. Yanga wako kwenye form sahihi sana. Azam wanapanda na kushuka, japo rekodi hiyo haiondoi ushindani wa mechi kwenye kucheza. Sasa nini nataka kusema? Yanga na Azam kuna vitu wanafanana na kuna vitu wanatofautiana. Lakini Yanga hii bila Pacome ni kama Pawatila. Yanga bila Pacome? Yanga bila Pacome ni Pawatila. Yanga bila Pacome ni Pawatila. Pawatila. Haina kasi lakini inabeba mzigo. Wanafunga magoli lakini unagundua kuna kitu kinapungua eneo la mwisho kwenye ufanisi katika kushambulia. Na haswa ni ile uwezo binafsi katika kuisaidia timu kwenye mashambulizi. Sasa kuelekea huu mchezo Yanga Africans wanakwenda kushambulia kwa utulivu, kwa kutegemea nguvu ya depth na flow ya mechi. Bahati mbaya makocha wawili Ibenge pamoja na Pedro ni makocha ambao wanacheza soka la moja kwa moja. Wanasubiri kukushambulia kwenye nafasi ambazo unaziacha. Sio makocha ambao wanaitengeneza timu iwe na kujilinda na mpira zaidi, kwa maana wanatawala mchezo kwenye eneo kubwa la kiwanja. Wao wanacheza kwenye kati. Sasa mbaya ya staili ya kucheza kwenye kati, tafsiri yake wakati mwingine inaifanya timu icheze katika mazingira ambayo mnaweza mkaruhusu kushambuliana kwa hatari. Kwa hiyo ni mchezo ambao nauona upo katika ugumu. Lakini licha ya kuona mchezo ni mzuri sana, lakini kuna watu wamekuja wakimwangalia sana huyu kocha, ni kwamba vile of course ana uwezo mzuri, ila ni kama vile ana mbinu za kiuoga. Sasa akikutana na mechi kubwa, tukiangalia mechi yake dhidi ya Simba hapo juzi tu hapo alikuwa anashambuliwa sana. Uone kama ukikutana na hawa Azam ambao pia wamekuwa bora sana kwenye swala la ushambuliaji itakuwa ni ugumu kiasi gani? Coach Pedro sio kocha ambaye anaijenga timu katika misingi ya kutawala mchezo kiwanjani na kucheza pasi nyingi. Yeye ni coach ambaye anaijenga timu yake kupiga pasi chache, kwenda kufunga na kujilinda zaidi. Kwa hiyo sio kocha ambaye kwenye macho akakutamanisha kuona unachokitamani. Kwa ni sawa na mtu ambaye anapika biriani kwa mchele wa kawaida, sio basmati. Sasa ukitamani basmati wakati biriani imepikwa na mchele wa kawaida, lazima itakuwa tofauti kidogo. Ndicho ambacho nakiona kwa Pedro. Lakini makocha wengine waliopita Yanga Africans walikuwa ni makocha ambao wanaitengeneza timu kujilinda na usalama ikiwa na mpira na kujilinda bila mpira. Kwa hiyo walichokiongeza wao ni wachezaji wao kimbia kilomita nyingi kiwanjani. Wana sprint all over the pitch, defensively na offensively. Sasa bahati mbaya Pedro, yeye wachezaji wake wana sprint offensively kwa uchache, lakini kwenye nafasi ambazo zinakuwa wazi wakikimbia sana kwenda kwa washambuliaji, hasa kutumia counter attack zaidi. Lakini timu yake inapokuwa mpinzani kanyang'anya mpira haraka haiwezi kurudi kwenye shape ya kujilinda, kwa sababu wachezaji wake wanacheza mbalimbali, na ndio maana Yanga inaonekana kama itawali sana mchezo. Hii ni staili ya coach kucheza. Sasa kumhukumu kocha unaweza ukawa sawa au usiwe sahihi. Ni kocha mwenye falsafa gani?
Yaani wewe mwalimu wa physics unataka afundishe history? Hapana. Pedro ni mwalimu wa physics wanamlazimisha afundishe history. Sasa staili yake ya kucheza haitoi hicho kitu ambacho watu wengi wanakitamani. Lakini ukirudi ndani ndio tunasema mara nyingi hata kwenye timu zetu wanakosekana wataalamu katika idara ya ufundi ambao wanaweza kaleta kocha ambaye ndio sehemu ya falsafa ya timu. Ndio maana unaleta kocha huyu, timu inaonekana kocha huyu bwana hatumuelewi. Mmeleta kwa kutaka achezeje? Ndicho mnachokihitaji kutoka kwake. Back 4 yake inacheza flat back 4, flat back 3. Kwenye midfield ana drop watu kiasi gani? Team inapokuwa kwenye shape ya kushambulia iko katika umbo gani? Inapojilinda ipo katika umbo gani? Wachezaji na wagawaji majukumu kiwanjani. Ndio kitu ambacho nakiona tofauti kwa Pedro. Sawa. Ukija kumwangalia mchezaji mmoja mmoja pale Yanga, tukizungumzia Depo amezidi kuwa bora kila siku. Huwezi kumkosa kwenye mechi yote bila kutupia kamba. Jana tumeona ametupia goli na imekuwa ni goli lake la 6 kwenye ligi. Unamuona wapi Depo? Depo ni kama tochi. Depo ni kama tochi. Ukiitoa beti huwezi kuona makali yake. Ukiweka beti unaona hata ulichokipoteza. Ni mshambuliaji ambaye ukimchezesha ana uwezo mkubwa wa kufunga, anajua kufunga, anasoma mchezo, anakaa kwenye nafasi na anafanya maamuzi. Sawa. Lakini mechi zote ambazo watu wanamkosoa Depo ni mechi ambazo Yanga hawakuwa kwenye form ya kutengeneza mashambulizi mengi. Huwezi kumuona Depo. Kwa Depo ile ni tochi. Kwenye mechi ya Simba ya dabi pale hakuonekana. Ndio ilikuwa tochi bila taa. Sio mechi ambayo Yanga walikuwa kwenye mchezo. Yanga waliteseka kutengeneza nafasi nyingi. Depo ilikuwa huwezi kumuona. Tazama mechi za FAR Rabat, Ahli. Ni mechi ambazo Yanga Afrika tulikuwa nje ya mchezo. Depo huwezi kumuona. Mechi ambayo Yanga wameflow Depo utamuona. Usipomuona kuvizia utamuona kwenye nafasi iliyotengenezwa. Sio ndio unasema kwamba Depo anaonekana kwenye mechi ndogo ndogo tu za kawaida. Mechi kubwa hiyo Yanga ilionekana vipi? Sasa mechi kubwa ndio ambazo zilimpalia Yanga. Kwa tayari sio huwezi kusema Depo hawezi. Yeye ni mshambuliaji, inategemea flow ya mechi. Hata Maele ndio timu ikikamata hawezi kuonekana. Kwa lazima ufahamu Depo kwanza anatubana. Na mshambuliaji tunampima uwezo wake wa kufunga. Sawa. Kitu ambacho Depo katuonesha katika kiwango kikubwa. Inahitaji roho mbaya tu na chuki kuamini kama Depo sio mshambuliaji. Mungu anakutana na Okelo sasa hivi. Inahitaji roho mbaya na chuki. Sawa. Vipi kuhusiana na Alan Okelo? Unajua anashaanza kumkataa kwamba mbona kama haoneshi kile tulichomtarajia. Alan bado ameshindwa kuleta kasi ambayo watu lidhani yuko nayo. Na ni mchezaji ambaye hajajipambanua Yanga. Bado hajajipambanua Yanga. Kwa sababu hakuna mechi ambayo ukitazama Alan ameng'ara kwa 99% ukasema sasa man of the match ni kama Ruhani anayepandishwa mpaka kushikwa sikio. Huyo Alan Okelo. Ni kama Ruhani anayepandishwa mpaka ashikwe sikio kwa sababu ndo kwanza mpaka bwana hebu panda bwana sogea, ndo anapewa magoli anafunga, anaanza na kuja taratibu. Kwa hiyo bado ana safari ndefu ya kutengeneza fomu ambayo kila mmoja anaitamani Alan. Kwenye hii ligi yetu kuja kuangalia baada ya jana Yanga kushinda pia msimamo umepostiwa na kumuonesha nyama mkali yuko nafasi ya 4 pale. Unamuona akifika wapi? Yanga kwenye ushindani wa ubingwa hivi. Nani sasa? Simba yuko nafasi ya 4. Ushindani wa ubingwa mgumu kwa sababu Yanga anaendelea kushinda. Na utofauti sasa hivi ni alama 5. Msimu uliopita bingwa alama 1. Kwa bado Yanga yuko kwenye form kubwa. Yuko kwenye form kubwa sana. Simba wana kazi ya kufanya. Yaani Simba sasa hivi wacheze hizi mechi kwa dua na maombi. Sasa hivi ili Yanga apoteze. Sababu kinyume na hilo mwendelezo wa Yanga Afrika sio hapa hugumu Simba. Kwa vikao vipigwe dua zipigwe. Vikao vipigwe dua zipigwe. Sio dua tu, dua za kafara. Simba sasa hivi anahitaji kufanya kafara ili Yanga asiwe bingwa. Kwa sababu kama Yanga anaendelea kushinda maana yake ubingwa unakuwaje? Tofauti ni alama 5. Simba anahitaji kafara. Yanga asijine kafara na mashine za propaganda kama inavyoendelea. Hivyo hawezi. Inakuwa ngumu sana. Lakini wamejivunia na wachezaji bora kule mbele. Wameanza kutengeneza timu, wameanza kupata wachezaji wazuri, lakini bado siwezi kusema timu nzuri. Timu nzuri ni matokeo kaka. Timu nzuri matokeo mzee wangu. Ukisema una timu nzuri kikombe kiko wapi? Sababu ukisema Simba hii nzuri kama itakuwa nafasi ya 3, Simba ya msimu uliopita ilikuwa bora kuliko Simba hii. Ilikuwa nafasi ya 2 na ilifika shirikisho finali. Kwa Simba hii tutasema timu nzuri mpaka tuone wamefikia hatua gani. Sababu ubora wa Simba ni kikombe cha NBC. Kinyume na hilo kudanganyana tukufarijiana atakuwa. Simba bora ichukue ubingwa wa NBC. Kinyume na hilo ni kuwadanganya na kuwafariji tu. Tutaanza kusema wao fulani kasajiliwa mzuri, haiwezekani. Simba bora ni ubingwa NBC bas. Simba bora ubingwa CRDB bas. Kinyume na hilo
kudanganyana, kwa sababu Simba ya msimu uliopita ilikuwa fainali shirikisho ikawa nafasi ya pili. Simba hii kama itakuwa nafasi ya tatu ni wamefeli kwenye msimu. Iko hivyo. Sasa ukija kuangalia hao mnyama mkali, kuna hizi tetesi ambazo zimekuwa zikiendelea kuhusiana na waamuzi wetu hasa kwenye mechi za Simba wamekuwa kidezwa sana, ni kama vile wanaibeba sana Simba. Juzi tumeona wameshinda pale, ilikuwa ni goli 2 zile wameshinda, lakini goli la pili ilikuwa ni wanasema ilikuwa ni offside, na pia vile vile Singida walinyimwa penalti zao. Waamuzi wetu ni mgonjwa asiyemeza dawa, hawezi kupona. Waamuzi wetu mgonjwa asiyemeza dawa hawawezi kupona. Mgonjwa asiye waamuzi sisi marefari ni mgonjwa asiyemeza dawa hawezi kupona, kwa sababu tulipofikia na walipotufikisha tumeshindwa kutatua tatizo lao. Ni kama wanafanya kusudi, lakini ndio uwezo wao. Kwa hiyo inatupa ugumu kujua timu inakwenda wapi, na uwezi kujua hii mambo itakoma lini. Huo ndio udhaifu wa waamuzi wetu. Ndio maana kuna shida kubwa pale. Sio shida tu, tuna tatizo. Na shida inaweza kaisha. Hili ni tatizo. Kutoka kwa mamlaka za mpira, tatizo kwa uwezo wa waamuzi, tatizo mpaka wadau wa mpira. Tumeshindwa kutafuta majibu ya waamuzi. Tuleta VAR haijawahi kutumika. Tumeleta kutoka nje, tunaona hatutoshi. Wakwetu wakutuchezesha wanatukaraisha. Kwa ni mgonjwa ambaye amezi dawa, hawezi kupona waamuzi hao. Lazima tutafute dawa yake. Na akimeza yeye namtibia. Sio kumpa dawa tofauti na vipimo. Unaziona dawa zikiwatibia kweli? Amezi dawa sasa anaponaje? Hawamezi kumbe? Hawamezeshwi kwa sababu wanahitaji kumezesha dawa. Hiyo ndio shida ya waamuzi wetu. Lakini wengi wanasema kwamba tusilaumu sana waamuzi, turuke wahusika wenyewe ambao wanaongoza hao waamuzi, kwa maana TFF au kwa maana bodi ya ligi. Tatizo lipo katika muktadha mzima wa mpira wa nchi, kwa maana kwa viongozi na kuona tatizo. Ndio unapokuwa na tatizo alafu aliishi wewe mwenyewe tatizo. Kwa tatizo la waamuzi zinaanzia TFF. Haina maana waamuzi hawafanyi makosa hata kwa wenzetu, lakini yanapungua. Hata yakifanyika hamshangai. Mnaona tu bwana, hii imetokea ile kibicho. Lakini sisi waamuzi wetu tunatarajia watatufanyia makosa na wanafanya. Hata walioweka hamna kitu. Na unasikia kazi kutishana. Sasa hatuwezi kutatua tatizo la waamuzi kwa kutishana polisi. Tatizo la waamuzi na kimkakati ni mtambuka. Lazima lipewe uzito wa juu. Na hicho kitu ambacho hakifanyiki. Ndio maana waamuzi wetu wanakuwa na matatizo ya kudumu. Lakini hivi hebu niwekee hii sawa kuhusiana na hii Yanga na bodi ya ligi. Wengi wanasema kwamba siku hizi Yanga tena sio siku zote Yanga unakuwa kama bodi ya ligi. Yaani wao ndio wanakuwa kama wanaongoza bodi ya ligi. Wametawala sana mpira. Kwa nini? Wamezaa sana. Kwa sababu ipi? Kwa sababu Yanga juzi walikuwa na madai ya wazi. Na sio madai tu. Mwenye haki ya kutangaza mchezo unachezwa wapi kikanuni ni timu mwenyeji baada ya consultation ya bodi ya ligi. Lakini bodi ya ligi pia ana nafasi ya kuhamisha mchezo kwa sababu anazoona zinafaa. Ndio kilichofanyika mechi ya juzi. Sasa unamlaumu vipi Yanga ambaye maelekezo yanatoka kwa bodi ya ligi mwenye ligi yake? Mwenye ligi yake sio Tanzania Prisons, ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi akiendoze yale maelezo Tanzania Prisons siwezi kubisha. Wasema anajifanyia tukitaka yeye. Hakuna. Sasa mfanya Yanga ndo alipanga mechi icheze Dodoma, alitangaza mechi Dodoma Yanga. Hapana. Tusome kanuni ili tuepushe mambo ya ICIC haya. Na tuache kuwa sehemu ya kutaka kutafutiana. Unajua tumetengeneza nchi ambayo watu wanataka timu ipoteze ubingwa kwa hila za watu, sio uwezo kiwanjani. Yanga wametengeneza timu yao kiwanjani. Ni kiwanjani. Nje ya uwanja wako sawa na ndani ya uwanja wako sawa. Timu zingine zimeinvest nje ya uwanja. Timu zingine yaani ukiachana na Yanga. Ukiondoa Yanga, timu zingine zote zimeinvest nje ya uwanja. Ndani ya uwanja hamna kitu. Ndani ya uwanja ola. Sababu kama wewe unatoa sare wanakubunda watu unashindaje? Hii ligi imeanza Simba sasa wanaongoza. Alama zimepotelea wapi? Juu. Sasa hivi nguvu imeinvestiwa nje ya uwanja. Propaganda kibao, mashine za propaganda zimetawala. Kinachokosti ni nini bwana? Propaganda nyingi. Sasa hivi nchi yote hii tunakubaliana ligi yetu inapangwa matokeo. Lakini anayeongoza magoli nani? Sio Depo. Depo anacheza wapi? Young Africans. Goli la jana lina maneno. Juzi tumeshuhudia mechi ya Singida na Simba. Singida na Simba mechi inakuwa ngumu kwa sababu wanafanana viwango. Ndio wanaenda. Yaani Singida na Simba mechi inakuwa ngumu, wanafanana viwango. Sio eti kwa sababu Singida anamkamia Simba, sio kweli. Ni viwango vinaendana. Vinaendana. Azam na Yanga mechi inakuwa ngumu, wanatofanana viwango. Tunaona mara nyingi. Sasa Singida na Simba wanafanana viwango. Ulitegemea mechi iweje? Ni rahisi.
Mechi jana wanacheza kabisa, unagundua hii mechi hao wanafanana viwango juzi. Kwa hivyo. Sasa kochi, la mwisho la kumalizia sasa, kuna watu walikuwa kibeza sana kuhusiana na ile kadi ya Feitoto bwana. Wanasema Feitoto alikuwa kadi nyekundu kwa mechi ya katikati, ilikuwa ni ya Pamba ile pale, lakini tumeona mechi iliyofuatia alicheza, nyingine pia alicheza. Si adhabu iliisha? Mechi ni mbili, zilivuka mechi mbili. Adhabu iliisha ya Faisal. Iliisha. Adhabu ya kanuni. Sasa kadi mtu unapewa, kwa ukipewa kadi nyekundu unapata mechi 6. Adhabu ilikwisha. Adhabu ilikwisha. Sasa kocha, shukrani sana. Asante sana.